Unahitaji kuufundisha moyo wako ukue kiasi cha kuweza kufurahia shuhuda za watu wengine bila wewe kuumia, hata kama wao wamepata mahali ambapo wewe hauna. Kuweza kuona mtu amejifungua alafu kafurahi kwa moyo wa dhati kabisa na kushukuru kwa ajili ya zawadi ya yule mtoto, wakati wewe umekuwa ukimwamini Mungu kwa watoto kwa miaka mingi sana. Kuweza kufurahi pamoja na mtu ambaye amefanikiwa kupata kazi, ameinuka kwenye huduma, wakati wewe bado una struggle, na unafurahi sio kwa kufeki kwa nje, lakini umeufundisha moyo wako kufurahi kabisa pamoja na wanaofurahi, kwa sababu moyoni mwako unawaza hivi, huyu ninamfahamu, hana maajabu yoyote, ni mtu kama mimi kabisa. Kama yeye ameweza kufanikiwa mahali ambapo nimeshindwa, kufanikiwa kwake kunaniambia jambo moja tu, kwamba Mungu huwa anafanikisha watu. Na kama huyu ninayemfahamu amefanikiwa mbele za macho yangu, huu ni ujumbe wa Bwana kwangu kwamba zamu yangu inafika. Kwa kama nitapiga makofi, nitafanya hivyo kwa furaha, sio kwa vinyongo na kwa kufake, kwa sababu ninajua my time is coming. Ukutwe upo katika listi ya wanaomshangilia aliyefanikiwa. Na ukishangilia bro, usifanye kinyonge, shangilia, go all the way. Why? Unawaza unasema, huyu namjua, huyu hana maajabu. Kama huyu ametoboa, mimi siwezi kushinda. Akienda yeye akifika mahali ambapo wewe bado hujafika, maana yake kule kufika kwake kunakupa wewe message kwamba oya, hapa panafikika hapa.